Masai Channel tenebo Mareshorolo Sholang. Kwa majina naitwa Dr. Daniel Kosia, ni mkufunzi wa chuo kikuu cha Tumaini Makumira. Leo tarehe 8 mwezi wa 5 nimefika hapa Nondoto katika shule ya msingi Nondoto, ambapo ndio jamii niliyotokea. Nimekuja kutembelea shule hii na kuwapa sadaka kidogo au zawadi ambayo inawasaidia walimu katika kazi zao za taaluma. Kama tujuavyo kwamba tunapofundisha tunawatathmini wanafunzi, tunawapima. Basi shule hii imekuwa ikipata changamoto kwa sababu wanakosa vifaa vya kuchapisha mitihani. Kwa hiyo namshukuru Mungu ameniwezesha mimi na rafiki zangu tumeweza kupata zawadi kidogo. Tumeweza kuleta printer na kompyuta na stabilizer kwa ajili ya kuwezesha kazi za utoaji mazoezi ya mara kwa mara, ili wanafunzi waweze kupimwa mara kwa mara. Hilo ndio litawezesha walimu kuweza kutambua umahiri wa watoto katika maarifa mbalimbali katika masomo, ambayo ndio mkazo mkubwa kwa sasa hivi katika elimu, umahiri, kwamba katika kila ngazi tuone kama wanafunzi wanapata umahiri. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba zawadi hii itaongeza ufanisi kwa walimu, kuwarahisishia kazi, lakini pia kwa watoto kuzoea kazi hizi za kutolewa kazi mara kwa mara na kufanya mazoezi mara kwa mara, sio kusubiri mpaka mtihani ule wa mwisho ndio wanakuja kuona kazi ambayo imeprintiwa. Basi nashukuru Mungu kwa hili, na watakia walimu kila laheri na wazitunze, na naomba pia nisisitize wadau wengine waweze kushirikiana na jamii popote walipo. Nikisemea hapa Nondoto, lakini eneo lolote, huduma za kielimu, wadau mbalimbali, wadau wote washirikiane, tutaweza kupeleka maendeleo mbele. Kwa jina mimi naitwa CPA Bartolomeo Losi Yongeseyan, ni mdau wa elimu. Mimi ni mdau wa elimu kwa sababu pia ni mwathirika wa kuchelewa kupata elimu. Kwa hiyo nilipokuja kung'amua umuhimu wa elimu, nimeamua kujitolea kama sehemu ya kuhamasisha elimu. Na kikubwa tumekuja hapa Nondoto kuja kuhamasisha elimu. Sadaka tuliokuja kutoa ni kuhamasisha elimu, kurahisisha ufundishaji. Mwalimu alieleza kwamba wakitaka kutoa fotokopi wanasafiri kwenda Monduli, wanasafiri kwenda Ketumbeni kule Gilai, ambaye ni gharama kubwa. Lakini pia nikikumbuka mwaka juzi 2022 shule niliyosoma, shule ya msingi, tulienda kutembelea, na alichosema mwalimu wa shule kwamba wanatumia shilingi 3,000 kwenda kutoa fotokopi ya shilingi 1,000. Wanachukua bodaboda na kwenda na kurudi shilingi 3,000. Kilichoelezwa kwamba kinaathiri shule hapa ni hicho ambacho kilielezwa kule Losinoni. Kwa hiyo mimi ni kama mdau wa elimu, tunampongeza Dr. Kosia kwanza kwa kunishirikisha jambo hili, kwa sababu mimi huwa nimeshajitolea kwamba kila mwaka ikifika mwezi wa 4 nafanya majitoleo ya kukumbuka kipindi kile nilipoanza shule ya msingi mwaka 92 mwezi wa 4. Kwa hiyo aliponieleza, nafikiri ilikuwa mwezi Desemba, kwamba mwaka huu angalau nina jambo fulani. Kwa hiyo nikamwambia ile ya kwangu wa mwezi wa 4 itabidi tuunge twende Nondoto. Angalau ndio tumetimiza kuja kuhamasisha elimu. Nimefurahi, nimeona wanafunzi, nimeona walimu, wanafunzi wana morali nilipowatazama pale. Naomba walimu, wazazi, muungane kuhakikisha kwamba hawa malaika wa Mungu walioko hapa Nondoto, kwa hii zawadi ambayo tumeileta, angalau inawasaidia. Elimu ndio sera ya uchumi wa taifa lolote. Kwa hiyo nisi Nondoto hapa, tukitaka sera yetu iende vizuri, tutengeneze wasomi kama Dr. Kosia. Sasa hivi tunafarijika tunamwona Dr. Kosia, ukienda Makumira kama alivyosema utamkuta, utatamani nawe mzazi jitahidi mtoto wako afikie pale alipofika Dr. Kosia. Tupate kina Dr. Kosia wengi, tutawatengeneza marais, madaktari, mawaziri na wengine wote ambao watakuwa wanatuhudumia. Kwa majina naitwa Obedi Nchipai Molel,
ni diwani wa kata ya Nondoto. Hapa nilipo tupo katika shule ya msingi ya Nondoto. Kwa siku ya leo ya tarehe 8 tunamshukuru sana Mungu wetu, maana yake ametuonekania. Amewagusa marafiki wetu ambao wameongozwa na Dr. Daniel Kosia Mokoro. Wametuletea vifaa, kompyuta, printer na vifaa vingine ambavyo vinatusaidia kama shule hii kuwasaidia wanafunzi kwa ajili ya mazoezi mbalimbali. Na jambo hili kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa sababu ni jambo ambalo tumekuwa tukililia kwa muda mrefu sana, kwamba ni wapi tutapata vifaa hivi kwa ajili ya kurahisisha utendaji kazi katika shule hii ya Nondoto ili kubadilisha matokeo ya wanafunzi wetu. Lakini kupitia hao marafiki wetu walioongozwa na Dr. Daniel Kosia, kwa kweli wametuletea vifaa ambavyo tumevipokea katika shule yetu leo. Na kwa kweli kama viongozi wa kata hii, viongozi wa kijiji, viongozi wa kitongoji pamoja na wachama, tumejumuika wote kupokea vifaa hivi. Na kwa kweli tumefurahi sana. Maana yake hii sasa ni kuunga mkono juhudi ya Daktari Samia Suluhu Hassan kama kuendeleza swala la elimu katika shule zetu za msingi, sekondari. Na hili sasa kwa kweli tuna uhakika kwamba mabadiliko sasa yatatokea katika shule hii, kwa sababu hata katika matokeo yao ya darasa la 7 iliyopita na la 4 walifanya vizuri, lakini kutokana na vifaa hivi sasa ambavyo tumevipokea vya shule, kwa kweli tunahakika kwamba mabadiliko sasa makubwa yatatokea. Maana yake wanafunzi sasa wataanza kuprintiwa mitihani hapa shuleni, lakini pia wataanza kufanya mazoezi mbalimbali kulingana na kurahisisha kazi hii. Kwa hiyo ndugu zangu, marafiki wetu wanaoongozwa na Dr. Dani, na washukuru sana. Mungu awabariki. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Jessica Kitesho Lekanunga. Ni mwalimu mkuu shule ya msingi Nondoto iliyoko kata ya Nondoto. Tunamshukuru Mungu, leo tarehe 8 mwezi wa 5 tumepata zawadi kutoka kwa ndugu zetu, marafiki zetu wakiongozwa na Dr. Daniel Mokoro. Tunamshukuru kwa kuwa amekuwa akitembelea shule yetu. Huu ni mara ya 3 sasa akifika shuleni na kujua changamoto tunazopitia. Changamoto kubwa ikiwa swala la taaluma. Tulikuwa tukiteseka kwenda kutafuta printer au kuprint mitihani, na wakati mwingine kuchelewa kwa mitihani kufanyika kutokana na mitihani kufuatiliwa Longido au Monduli. Kupitia zawadi hii waliotuletea rafiki zetu, tunamshukuru Mungu kwamba kazi yetu itakuwa nyepesi kidogo, haitakuwa kama ilivyokuwa. Tunaweza kusema kwamba shule itakuwa inafanya vizuri. Wanafunzi wetu watajitahidi kufanya mitihani ya mara kwa mara, mazoezi ambazo tunaweza tukasema kwa baadaye, tunaweza tukasema wanafunzi watafanya vizuri zaidi. Kwa majina ni Musa Ndaletian, mwenyekiti wa kijiji cha Nondoto. Kwa kweli sisi viongozi tumefurahi sana kutokana na matokeo tuliyopata leo tarehe 8 kwa ajili ya wale wenzetu waliokuja kutuwezesha. Kwa kweli tumefurahi kwa mambo matatu. Cha kwanza, watoto wetu walikuwa wanateseka wakati wa mtihani kwa sababu watu wanasafiri kwenda mbali kwenda kuprint mtihani. Lakini la pili, wakati wa kwenda kuprint ile mitihani haitakuwa salama. Kwa sasa imekuwa salama kwa sababu inaprintiwa ndani ya shule, na tunafurahia kwa kweli, masomo yataenda vizuri. Pia tunawashukuru wenzetu waliotuwezesha kusogeza hili tatizo, kwa sababu ni tatizo, kwa sababu mitihani yakiprintiwa sehemu ambayo sio salama, nadhani mitihani itavuja. Lakini kwa sasa nadhani itakuwa vizuri kwa sababu inatoka ndani ya walimu na itaenda kwenye madarasa na yatakuwa salama zaidi. Kwa hiyo tunawashukuru sana, Mungu awabariki. Kwa kweli tunashukuru sana Mungu, lakini pia tunawashukuru wawezeshaji. Kwa majina naitwa Mwalimu Joseph Molel, mwalimu wa taaluma shule ya msingi Nondoto. Kwa hili la ujio wa wadau wetu tunashukuru kwa sababu kifaa hiki
itatusaidia kutoa mazoezi ya mara kwa mara kwa wanafunzi. Kwa hiyo itaongeza ufaulu wa watoto na kufanya vizuri katika masomo yao. Majina naitwa Nanyake Liuruma, nasoma darasa la 5. Nashukuru wadau kwa kutuletea vifaa. Tumeletewa kompyuta na printer. Hivyo itatusaidia kufanya majaribio ya mara kwa mara. Na vifaa hivyo tatuwezesha kupandisha ufaulu wetu. Nashukuru sana. Masai Channel, Tenebo Mareshorolosholang.